Kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, na tujue wazi kwamba Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na wale wanaomcha. Ama katika wakati huu mfupi na siku hii ya Ijumaa, na tukiwa tunaelekea kwenye tukio la uchaguzi katika nchi yetu, sisi kama viongozi wa dini hatuna budi kuzungumzia umuhimu wa amani na utulivu katika nchi. Ndugu zangu, dini yetu sisi, dini ya Uislamu, kipaumbele chake cha kwanza ni amani. Jambo lolote lile utakalolifanya katika hii dini, maslahi ya kwanza ni amani. Wacha tusizungumzie kama nchi, tuzungumzie kama misingi ya dini. Msingi wa dini umejengwa katika amani. Hata ikiwa ni ibada wewe unafanya, zimejengewa ibada zenyewe juu ya amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wala yashadda dinu ahadun illa ghalabahu, mtu yoyote hashindani na hii dini isipokuwa hii dini itamshinda. Hii dini inataka arifq walin, dini inataka utulivu na upole katika mambo yako. Mtume anasema hakuna atakayetaka kushindana na hii dini isipokuwa hii dini itakushinda. Yaani wewe unataka uingie kwenye hii dini kwa makeke, dini itakupiga mateke. Kwa nini Mtume anasema mtu asishindane na dini? Dini huwezi kushindana nayo. Fanya unaloweza kwa kiwango unachoweza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mifano ya mambo mengi sana. Jambo likikushinda, anasema fattakullaha mastata'tum, kila mtu amche Mwenyezi Mungu kwa kiwango anachoweza. Ukitoa ibada zilizofaradhishwa, ibada zilizobaki zote mtu atafanya kwa kiwango anachoweza. Siku moja alipita moja ya vyumba vya wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipopita akaona kuna kamba imefungwa mwanzo mwisho. Akauliza, hii kamba ya nini? Akajibiwa, hii kamba, huyu mama anaswali sana usiku, kwa hiyo akichoka kusimama inabidi ashike kamba. Mtume sallallahu alaihi wasallam kitendo hiki akakikemea, falyusalli ahadukum nashata, kila mmoja aswali kwa kadiri ya uwezo wake. Mtu asilazimishe kufanya ibada ambazo mwili wa siku hiyo hautaki. Sasa hii ni misingi ya dini tu kwenye mwili wako. Yani sheria ikutaki ule mwili uuchoshe, kwa sababu ukiuchosha mwili, yani tabia ya mwanadamu iko hivi, akilichoka jambo halifanyi tena.
Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ahabbul a'mali inda Allah adwamuha wa in qalla, bora ya matendo yanayompendeza Allah tabaraka wa taala ni yale yenye kudumu hata kama yatakuwa ni machache, kuliko mtu akafanya mengi alafu yakakatika. Kwa sababu gani unayakata? Kwa sababu umeuchosha mwili. Sheria haitaki wewe ufanye jambo litakalouchosha mwili alafu usitamani tena hiyo ibada kufanya. Kwa nini? Haya ni maslahi ya mwili wako na nafsi yako. Sheria haitaki wewe ujilazimishe kufanya jambo liko nje ya uwezo wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala wa fi riwaya inda kulli wudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kama si kuwaonea ummati wangu kwamba watapata taabu, ningewaamrisha kila watakapokuja kuswali wapige mswaki, na katika riwaya nyingine kila watakapochukua udhu wapige mswaki. Nini kimemkataza Mtume sallallahu alaihi wasallam asiwaamrishe hawa watu? Kwa sababu haya yatakuwa mashaka. Mashaka maana yake tabu. Hataki upate tabu. Kwa hiyo yule ambaye kupiga mswaki kwake sio matatizo, sio tabu, yeye apige mswaki kila anapochukua udhu. Lakini Mtume angileleta sasa kama amri, ameiacha kuifanya amri kwa sababu isiwaletee tabu umma wake. Hapa wanazuoni wakatengeneza kaida inaitwa almashaqqatu tajlibu taysir. Tabu yoyote ile kwenye dini basi ina wepesi wake tayari ushatengenezwa. Sasa haya yote sheria inautaka tu mwili wako usipate tabu katika kufanya hizi ibada, bali ufanye ibada ukiwa mchangamfu na kwa raha na kwa kiwango kile ambacho unaona nafsi yako leo inaweza. Siku zote watu hawaamki sawa sawa. Kuna siku unaamka wewe mchangamfu, fanya kwa wingi. Kuna siku umeamka umedhoofika, fanya kwa kiwango kidogo. Hivi ndivyo dini inavyokwenda. Kwa hiyo mpango wa amani ya mwili wako na jamii inayokuzunguka ni jambo la msingi sana. Na amani Allah tabaraka wa taala ndio anaileta. Wakati anawapigia mfano watu wa Maka, aliwaambia awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Hawa Makuraishi hawaoni kwamba hii Maka ja'alna, sisi tumeifanya aminan, iwe na amani. Wayutakhatafu an-nasu min hawlihim, wakati miji ya pembezoni mwa Maka na nchi za pembezoni mwa Maka watu wanauana na kuporana, lakini Maka Allah amejaliwa kuwa ya amani. Afa bil batili yu'minun wa bi ni'mati llahi yakfurun. Mwenyezi Mungu anauliza, baada ya kuifanya amani ya hii Maka na nyinyi mnakwenda nje ya Maka, mnaona watu walivyokuwa hawana amani. Afa bil batili yu'minun, kwa kiwango cha neema hii bado mtabaki kuamini batil, wa bi ni'mati llahi yakfurun, alafu neema ya Mwenyezi Mungu muikufuru. Sasa kwenye sheria ya dini yetu sisi, al-ibra bi umumi lafdhi la bi khususi sabab. Mazingatio aya hii
itafanya kazi kwa mtu yoyote yule ambaye atajaribu yuzazi'il amni fil mujtama, ambaye atajaribu kutafuta namna ya kuondoa amani kwenye jamii. Kwanza, jambo la kwanza mtu ajue kwamba amani ni neema. Amani ulionayo ni neema. Leo umekuja msikitini, hata kisu hujabeba mfukoni wako, kisu huna. Hii ni ishara ya nini? Unaishi kwenye amani. Leo unaweza ukasafiri wewe muda wote unaotaka kwenye nchi hii, muda wote. Ukitaka kusafiri asubuhi, ukitaka kusafiri mchana, ukitaka kusafiri jioni, ukitaka kusafiri usiku, ni wewe tu. Siru layali wa ayamin aminin, aliwaambia watu wa Saba, watu wa Yemen, kwamba tembeeni usiku na mchana mkiwa na amani. Watu wakawa wanasafiri kutoka Yemen kwenda Syria, kwenda wapi, usiku na mchana, hakuna wanachoogopa. Walipoikufuru hii neema ya Allah tabaraka wa taala, mazaknahum, neema ikawaondoka. Mwenyezi Mungu anasema tukawagawa wakawa vikundi, hakuna anayemheshimu mwenzake. Afa bi ni'mati llahi yakfurun, neema ya Mwenyezi Mungu ya amani watu wanataka kuichezea. Wallahi mimi nakwambieni, hao wanaozungumza na wanapata nafasi ya kuzungumza na wanazungumza, wallahi wanazungumza wako kwenye amani. Kukiwa hakuna amani, hakuna mwenye kupata nafasi ya kuzungumza. Kila mtu ya Rabbi nafsi, kila mtu atasema ya Rabbi nafsi yangu. Wewe utakimbia, huwezi kujua watoto wako wako wapi, mkeo yuko wapi, baba yako yuko wapi, mama yako yuko wapi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza kuitanguliza amani kabla ya riziki, kwa kuonyesha ule umuhimu wa amani. Akasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, atakayeamka miongoni mwenu ana amani, fi sirbihi, ya yeye mwenyewe, nafsi yake na watoto wake na jamii inayomzunguka. Amani, kaamka kwenye jamii ina amani. Muafa fi jasadihi, kiwiliwili chake hakina maradhi. Kaamka siku moja tu hiyo, amekuta kuna amani, kiwiliwili chake hakina maradhi. Yamliku kuta yaumihi, anamiliki chakula cha siku hiyo, sio cha kesho, cha siku hiyo. Anamiliki chakula cha siku hiyo. Fakaannama huyizat lahu dunya bihadhafiriha, huyu Mtume anasema ndiyo mfalme aliyepewa mazuri yote ya dunia, akakusanyiwa mtu mmoja akapewa yeye. Man asbaha aminan, atakayeamka ana amani. Kwa sababu kama hakuna amani, hata kama unamiliki chakula, utakila saa ngapi? Hakuna amani, una muda wa kupika hicho chakula? Hakuna amani, una muda wa kula? Kwanza hicho chakula utakisikia ladha? Huwezi kukisikia ladha. Kwa hiyo ndugu zangu, jambo la kwanza katika hii sheria ya dini yetu ni kuangalia usalama. Usalama.
Na kwa kupitia nususi nyingi wanazuoni wakatengeneza kaida. Tusema kaida, sisi tuseme nini kwenye Kiswahili? Wanasema dar'ul mafasid muqaddamun min jalbi almasalih. Kuzuia ufisadi, ubaya kwenye sheria ni jambo litatangulizwa kuliko kuchukua maslahi. Yaani ikiwa kitu hichi kina ubaya na wakati huo kina maslahi, na wakati huo tunatakiwa tuchague moja tu ya mambo haya mawili, ubaya na maslahi, sheria inasema tutaacha maslahi kwanza, tutatanguliza kuzuia ubaya. Na hii ni kaida wameichukua na wanaifanyia kazi kwenye mambo mengi, hata wasiokuwa Waislamu, hata katika milango ya matibabu. Mtu kama anaumwa sukari ile inataka kupanda, au saratani, wanamfanyaje? Kuna maslahi na kuna mafsada. Mafsada ni ugonjwa, maslahi ni mwili. Sheria itawaambia wale madaktari, ili huyu mtu ugonjwa usiendelee kupanda, tunazuia kwanza ugonjwa kwa kumkata nini? Hatuangalii tena maslahi ya kile kiungo kimoja, tutaangalia maslahi ya hivi viungo vingi vilivyobaki. Kwa hiyo utakatwa kiungo kimoja kwa maslahi ya mwili mzima. Ikiwa ni mama mjamzito, madaktari wametuthibitishia ima afe mama au mtoto. Sheria kwa kupitia kanuni hii inawaambia madaktari, muweni mtoto, abaki nani? Abaki mama, kwa sababu mama atapata uwezekano wa kupata mtoto mwingine upo, uwezekano wa kupata mama mwingine haupo. Dar'il mafasid muqaddamun min jalbi almasalih. Kuzuia uovu katika hii dini, hii ni kanuni kwenye dini. Kuzuia uovu kunatangulizwa kuliko kupata maslahi. Yaani kama kuna maslahi lakini yatakuja na uovu, hayo maslahi hatuyataki kwa sababu yatatuletea uovu. Sasa hii misingi ya dini yote hii kwa ujumla wake inatuashiria kwamba amani ni jambo la msingi sana kwenye jamii ya watu wanaoishi. Kwa hiyo hili lazima tulizingatie na tulibebe. Aqulu wa antum tusma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, usikum mirara wa tikraran bitaqwa Allah azza wa jalla wa ta'atihi. Ndugu zangu, nawahusia tena pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala na kumtii. Tukiendelea na hotuba yetu ya amani, ni jambo la msingi kabisa katika hii dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yahillu limuslimi an yurawwi'a akhahu. Ni haramu kwa Muislamu yoyote yule kumtisha ndugu yake. Ni haramu kwa Muislamu yoyote yule kumfanyia kitisho ndugu yake, yani kitisho kiwe cha maneno, kitisho kiwe cha silaha, kitisho cha aina yoyote ile, ni haramu. La yahil, si ruhusa Muislamu kumtisha Muislamu mwenzake. Siku moja
wakati wa utawala wa Umar ibn al-Khattab, alikamatwa mama mmoja mjamzito. Wale watu waliomkamata walimtia vitisho, wakamwambia, unakwenda kwa Umar, utaenda kuona atakachokufanya, unamjua Umar mkali. Yule mama akapata kitisho, mimba ikatoka. Aliwafikishwa kwa Umar, Umar akamwambia, mmemtisha kwa jina langu mimi mpaka mimba yake imefanya nini? Imeharibika. Kwa sababu mmemtisha kwa jina langu, lazima nitoe faini ya mimba iliyoanguka. Ni kama vile wameua kutumia jina la Umar. Umar hakuambia nyewe ndio mtakaotoa faini, amesema madhali mmemtisha kwa jina langu mimi ndio nitakayetoa faini ya mimba iliyofanya nini? Iliyoharibika. Kuonyesha kwamba katika Uislamu hapaswi mtu kutishwa. Mtu anatakiwa aishi kwa amani na utulivu. Dia ya kuua ni nini? Unatoa ngamia 100. Ngamia 100. Ngamia 100, mnajua wakati ule ilikuwa sawa na nini? Ni sawa sawa leo mtu atoe sarimitrela 100. Kwa nini anatoa Omar? Kwa sababu kuna watu wamemkamata mama, wamemtisha kwa jina lake. Haifai. Na ndio maana katika majina mengi ya Allah tabaraka wa taala, moja ni assalamu, moja ni amani. Na sisi Waislamu hata tukikutana tukasalimiana, maana yake unapomsalimia mtu, unapomwambia assalamu alaikum, maana yake amani ya Allah iwe, maana yake anta, wewe binafsi unamwambia mimi sina tatizo na wewe. Ndio maana ya salamu. Assalamu alaikum maana yake mimi, ndugu yangu, mimi na wewe, mimi sina tatizo na wewe, uwe na amani. Sijui hata tunajua maana ya salamu. Na ndio maana huwezi kumpiga mtu ambaye umempa salamu. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kwenda kuwapiga Banu Nadhir, aliwaambiaje maswahaba? Aliwaambia la tabda'uhum bisalam, msiwape salamu, kwa sababu ukishamsalimia mtu tu ni marufuku kumzuru. Sasa wale sisi tunaenda kuwapiga, msiwasalimie, kwa sababu ukimsalimia mtu umempa amani, uruhusiwi tena kumfanyia madhara yoyote yale, hairuhusiwi. Sasa maneno ya salamu na amani yako mengi, na wakati hautotoshi. Wakati wa Ijumaa ni mfupi, lakini kuonyesha hiyo amani, hata kila unapomaliza kuswali, yani ile swala yenyewe tu, ukigeuka kulia unasema assalamu alaikum wa rahmatullah, na ukigeuka kushoto unasema assalamu alaikum wa rahmatullah. Amani ya Allah iwe nanyi nyote ambao mko upande wangu wa kulia, na amani ya Allah iwe nyote kwenu ambao mko upande wangu wa. Tunabeba maana hii wakati tunatoa salamu, wakati tunaswali, au tunatamka tu alafu yale matamko hayana maana kwetu. Kama hatubebi maana hii, basi tutakuwa tumeghafilika na maneno ambayo tunayasema kila siku ambapo tuko kumswali. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabihi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، والحمد لله.